Sasa hivi tuna magoli ya dunia. Sio magoli tu, magoli ya dunia. Tunatafuta magoli ambayo yalikopo bora. Anashinda Clatous Chota Chama. Cristiano Ronaldo mwenye anajiuliza amefanya kitu gani huyu mwamba. Mastaa wa dunia wanajiuliza amefanya kitu gani huyu mwamba. Na blaza, hii iandikwe, goli alilofunga Clatous Chota Chama mwamba Lusaka haitakuja kutokea NBC Premier League. Haitakuja kutokea, iandikwe, na hili itakuwa ni goli. Kama kuna tunzo ya dunia haitakuja kutokea, apewe Clatous Chota Chama mwamba Lusaka. Haitakuja kutokea tena. Na ikija ikitokea ninyolewe kipala blaza. Yaani ikija ikitokea ninyolewe kipala, au shabiki wa Yanga yote anipige mawe. Mechi sio game ambayo kafunga eti na timu ndogo. Ameifunga timu kubwa ambayo inasifika kwamba ni kubwa. Ukitoka Simba, timu kubwa inayofuata hapa Bongo ni Yanga. Ya kwanza Simba, mnyama anaanza. Simba inaanza, timu kubwa inafuata Yanga. Yeye ameifunga timu ambayo ya pili, yani ni kubwa ya pili hapa Bongo. Kwa sababu vitu vinavyofanyika unaweza ukaingia hata uwanjani. Kama ni haki, TFF imesema watu wasiingie na vitu uwanjani. Kama mimi nina kitu uwanjani blaza, majukumu yanayochukulika ni mengine, kwa sababu haki ya mtu inaonewa. Watu wanapokonywa ubingwa hivi unaona. Hata juzi game ya juzi iliyotoka zidi ya KMC, Isaka Boka sijui Kaka Boka sijui anamuita, amefanya kitendo ambacho huwezi ukazamilia, kwa sababu hao waamuzi wanachokifanya, mimi nahisi hata akifungiwa, hii si haki waamuzi kufungiwa. Muamuzi atakiwa aende akafungwe au achapwe viboko. Kwa sababu hii kifungiwa, muamuzi analipwa labda kwa mfano labda milioni moja, waamuzi wa Bongo wanaweza wakachukulia labda kwa 20. Wako 20 waamuzi wa Bongo, kila muamuzi anaweza akachezesha game baada ya 3 mwenzake kuchezesha. Kwa mujibu wa kazi jinsi ulivyo. Hasa leo muamuzi unamfungisha game 3, unafungisha game 3 muamuzi. Alafu ukicheki muamuzi amelipwa milioni 1. Muamuzi anaweza akachukua rushwa labda milioni 5 akafungiwa hata game hizi 3. Kwanza sio anafungiwa. Yuko ndani ya kanuni za mchezo. Ukimfungia mtu game 3, yuko ndani ya kanuni ya mchezo. Muamuzi akikosea achapwe au afungwe. Eli Mpanzu na Clatous Chota Chama wanaendelea kufanya mabalaa yao. Usiseme Eli Mpanzu na Clatous Chota Chama, sema wamba wa mpira. Watu wanayejua mpira, wachezaji wenye akili timamu ya mpira. Sio wachezaji tu wa kugusagusa, ni wachezaji wenye akili timamu. Wajua kuna wachezaji na wachezaji wenye akili timamu. Clatous Chota Chama mwamba Lusaka ni mchezaji mwenye akili timamu. Eli Mpanzu Kidi Sawala ni mchezaji mwenye akili timamu, si mchezaji, ongeza akili timamu. Walikuwa wanasema kwamba na mapenzi na sehemu ya pili huku, lakini ni kama maneno yameanza kupungua mtaani. Haki iliyoonekana, mchezo ulioonekana, shughuli iliyoonekana, assist iliyoonekana, goli lililopatikana inadhihirisha kabisa ni mtu gani. Ni ukatili wa hali ya juu aliyoufanya. Haiwezekani, haiwezi ikaja ikawa mtu anataka kwenda sehemu fulani alafu akafanya maamuzi ya ajabu kama yale. Blaza, lazima usahau, lazima uchanganyikiwe. Kama wamempa posho, kama walisema atakuja upande wa pili, kama walisema ana mapenzi ya upande wa pili, kwa alichokifanya nahisi wanajua kwamba ni mtu gani. Clatous Chota Chama mwamba Lusaka alivyoenda Yanga, alichokionyesha Yanga ndio alizihirisha kwamba yeye ni mtu wa Simba. Ila huyu Eli Mpanzu Kidi Sawala alichokionyesha Simba ni dhahiri kwamba huyu ni mtu wa Simba blaza. Dhahiri kabisa. Simba iko moyoni, damu yake ukimkata mwekundu wa Msimbazi. Sio Simba iko moyoni, 99% Eli Mpanzu ni mtu wa Simba, na hawezi wakaenda wakamchukua akaenda kwao na akafanya chochote. Kwanza ana mkataba mrefu na Simba, cha pili anaonyesha uwezo mkubwa, na cha tatu kocha anamuaminisha, na hauwezi ukampanga mtu yote zaidi ya Eli Mpanzu Kidi Sawala katika ile namba kwa uwezo aliofanya. Ni maamuzi ya ajabu sana. Ukiangalia pasi aliyoipiga juzi zidi ya Yanga ni pasi aliyokuja kuipiga tena game iliyopita, alipiga ile aina ya mchop blaza, si mchezo. Na JKT Tanzania kama uliona kuna kitu alikifanya, ni marudio, sio kwamba alibahatisha, ni marudio aliyofanya yale ya kutaka kumwachisha kocha kazi. Yani ni kwamba hiki kitu kinatoka mazoezini. Sio kitu kinatoka mazoezini, ni zaidi ya mazoezini. Hata kocha fundishi, ni uwezo binafsi ya wachezaji anaofanya. Ule unaitwa mfumo ule anaotumia ni wa kocha kumwachisha kazi mtu. Yani kocha anaachishwa kazi. Blaza. Hapa ndo alimfuzisha kazi. Niliongea game iliyopita, mwalimu ataachishwa kazi game ya Barcelona hata iona. Na sio huyo tu, hata kuna mwingine pia nahisi game sijui kama Barcelona ataiona. Yani hawa ni watu wanaoachisha kazi makocha. Kwa ukikutana na Eli Mpanzu, ukikutana na Clatous Chota Chama, angalia kazi yako inaweza isiendelee. Unaweza ukaachishwa kazi. Hawa ni watu wanaoachisha kazi makocha. Yani kadi ya sasa hivi tunavyoendelea kuongea, hawa
ni watu wanaowaachisha kazi makocha. Yani ukiongea Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, Eli Mpanzu Kidisawa, yani hao unaongea ni watu wanaowaachisha kazi watu. Yani hawa ni watu wanaochukua vibarua vya watu kuwaachisha watu kazi, kama unaelewa brother. Turudi wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kibarua ama geto ni pale pale KMC, ambapo tulikuwa wa kwanza Simba kwenda, wakaja wengine, baadaye tukatafuta kwanza mazingira mengine, then tumerejea pale pale mtaani. Hili umelipokeaje kwanza kurejea KMC? Kwanza tumerudi katika uwanja, tuseme ni wa nyumbani, ni uwanja ambao tumeuzoea na ni uwanja wenye quality ya hali ya juu, na tutaufanyia haki vizuri na tutatengeneza mazingira ambayo wenyewe watafurahi. Kiufupi, mashabiki watulie, waone kazi tutakayoifanya. Tulichokifanya kule katika lile goli, na tunataka kila uwanja tunaenda sisi tutaonesha utofauti wa hali ya juu. Hata hii inaweza ikapanda pia duniani ikatafasiriwa, kwa sababu kuna watu watakaye kuja kuchezea. Sasa hivi tuna magoli ya dunia, sio magoli tu, magoli ya dunia. Tunatafuta magoli ambayo yalikopo bora. Anashinda Clatous Chota Chama, Cristiano Ronaldo mwenye anajiuliza amefanya kitu gani huyu mwamba. Mastaa wa dunia wanajiuliza amefanya kitu gani huyu mwamba. Na brother, hii iandikwe, goli alilofunga Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka haitakuja kutokea NBC Premier League, haitakuja kutokea, iandikwe. Na hili itakuwa ni goli, kama kuna tunzo ya dunia haitakuja kutokea, apewe Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka, haitakuja kutokea tena. Na ikija ikitokea ninyolewe kipala brother, yani ikija ikitokea ninyolewe kipala, au shabiki wa Yanga yote anipige mawe. Mechi sio game ambayo kafunga eti na game na timu ndogo, ameifunga timu kubwa ambayo inasifika kwamba ni kubwa. Ukitoka Simba, timu kubwa inayofuata hapa Bongo ni Yanga. Ya kwanza Simba, mnyama anaanza, Simba inaanza, timu kubwa inafuata Yanga. Yeye ameifunga timu ambayo ya pili, yani ni kubwa ya pili hapa Bongo. Kwa hiyo tumalize na hili, bado mechi 9 KMC. Kipi ambacho unatamani kuona kikifanyika ili kuhakikisha kwamba anapatikana bingwa ambaye anastahili kwenye ligi kuu? Bingwa anayestahili anaweza akapatikana kama waamuzi watatenda haki, kwa sababu sisi michezo yetu tutamaliza salama na tutamaliza vizuri, lakini kuna watu wanaoonewa katika hii michezo. Hawa Yanga tukicheza nao sisi, hata wakitenda utofauti, sisi tunaelewa nini tufanye juu yao. Tunatenda haki, tunamfunga mtu magoli ambayo hayana kuzidi wala nini, lakini kuna baadhi ya watu wanaonewa, kwa sababu Yanga ili apoteze, ili ashindwe ubingwa wake, atakutana na timu ndogo nyingi. Hasa hizi timu ndogo zinawanyonya, hasa kwenye upande wa waamuzi, kwa sababu vitu vinavyofanyika unaweza ukaingia hata uwanjani. Kama ni haki, TFF imesema watu wasiingie na vitu uwanjani. Kama mimi nina kitu uwanjani brother, majukumu yanayochukulika ni mengine, kwa sababu haki ya mtu inaonewa. Watu wanapokonywa ubingwa hivi unaona. Hata juzi game ya juzi iliyotoka zidi ya KMC, Isaka Boka sijui Kaka Boka sijui anamuita, amefanya kitendo ambacho huwezi ukazamilia, kwa sababu hao waamuzi wanachokifanya, mimi nahisi hata akifungiwa, hii si haki waamuzi kufungiwa. Muamuzi atakiwa aende akafungwe au achapwe viboko, kwa sababu hii kifungiwa, muamuzi analipwa labda kwa mfano labda milioni moja, waamuzi wa Bongo wanaweza wakachukulia labda wako 20. Wako 20 waamuzi wa Bongo, kila muamuzi anaweza akachezesha game baada ya 3 mwenzake kuchezesha kwa mujibu wa kazi jinsi ulivyo. Hasa leo muamuzi unamfungisha game 3, unafungisha game 3 muamuzi. Alafu ukicheki muamuzi amelipwa milioni 1. Muamuzi anaweza akachukua rushwa labda milioni 5 akafungiwa hata game hizi 3. Kwanza sio anafungiwa, yuko ndani ya kanuni za mchezo. Ukimfungia mtu game 3, yuko ndani ya kanuni ya mchezo. Muamuzi akikosea achapwe au afungwe jela kama wengine wanavyofungwa, ni kosa kubwa. Lakini unaposema unamfungia mtu game 3, ni vile vile hujafanya kitu chochote, kwa sababu unapomfungia mtu game 3 ziko ndani ya listi zake. Kwa mfano kama Simba anapotaka kucheza, kwa mfano kama anataka aje acheze na Prison, unasema unamfungia siku 3. Ukiangalia hizo siku 3 unazomfungia ni game hiyo, lazima atakumbana nayo hiyo siku ya game tu, kwa maana leo hatacheza, kesho hatacheza, kesho kutwa atacheza. Ndio hivyo waamuzi wanavyofanya. Waamuzi sasa hivi watakiwa chukuliwe sheria ambayo wachapwe viboko, kila mchezaji aliyekosea wamchape viboko au afungiwe jela, sio kufungiwa mchezo. Imeisha hiyo. Blaza, mimi ninachosema muamuzi achapwe viboko au afungwe jela, lakini sheria ya kusema muamuzi kwamba aachwe mechi 3, aachwe mechi 4, sheria inakuwa pale pale, kashaimaliza milioni yake 1, anarudia kazini. Kwa hiyo itakuwa kila siku wanaumizwa hawa wadogo. Sisi Simba hatuna tabu, tushawaelewa sisi, tunapiga KO blaza. Yani ukiminyana upambane, utafute suluhu, lakini sio useme ushinde. Ila kuna watu wanaonewa. Isaka Boka juzi tumeona mechi zidi ya KMC
wameonewa watoto, watu wameonewa kihaki kabisa, wameonewa. Hasa ukichukulia hii haki iko wapi? Wachezaji kwa nini waonewe na ligi tuacheza moja? Kwa hiyo mnakosesha watu pointi kufika juu kwa sababu ya watu kuwaonea. Kuna watu wananyonywa blaza. Tuchezeshe mpira wa haki, mpira ni mchezo wa haki, panapoonelewa pasema. Hata ikiletwa VAR itakuwa ni kazi ya bure. Kwanza nilipanga niuze figo ninunue VAR kwa sababu ya watu wanaoonelewa. Nilitaka niwaulize TFF kwa sababu wameshindwa kununua VAR hapa Bongo. Nilitaka nijitolee waniambie bei ni shilingi ngapi, nitoe figo ili niupoze moyo wangu kwa sababu watu wanaonewa. Lakini hata ukileta ni kazi ya bure kwa sababu watu wanapendelea kitu, zinaweza zikazimwa pia. Ukawa umetoa figo na umeumia moyo na ukaumia tena moyo, kwa sababu nilipanga niulize bei ya figo VAR ni shilingi ngapi ili nitoe figo niweze kuupoza moyo wangu, kwa sababu nimeumia sana. Kwa sababu figo na moyo nikicheki, moyo unaumia sana kushinda figo. Nitaka nitoe moja ili nisaidie, kwa sababu figo nahisi ni bilioni 1 sijui. Umeshaelewa? Inaweza ikasaidia VAR na kwa kuuza figo. Nataka nilete VAR kwa kuuza figo kama waamuzi watakuwa wana akili timamu. Lakini KMC waache kuonewa. Waache kuonewa, na sisi tunataka yani game ichezeke haki, game ichezeke kisawa sawa kabisa. Mimi najitolea kama waamuzi watakuwa na akili timamu kama Clatous Chota Chama anachokifanya, goli lake lenye akili timamu. Mimi nitajitolea na wauliza VAR ni shilingi ngapi? Mimi nitatoa figo kwa ajili ya kununua VAR. Nataka nitoe figo ili niusaidie moyo upate raha zake. Maana hii ligi ya NBC blaza ni laza mwanzo mwisho blaza. Ligi ya NBC blaza ni udambu. Hadi sasa hivi duniani inaelewa NBC Premier League ni kitu gani, kimeonyeshwa maajabu gani, uwezo kiasi gani. Clatous Chota Chama mwamba imani jamani. Alhamdulillah Abdallah, amina.